Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Mke wa marehemu MC Pilipili ameweza kufanya interview yake ya kwanza baada tu ya majonzi mazito yaliyomkuta kufuatiwa kifo cha marehemu mume wake MC Pilipili. Namna ambavyo huyu dada alipitia tuliweza kushuhudia. Video nyingi sana zilisambaa mitandaoni zikiwa zinaonesha ni kwa namna gani alikuwa ni mtu ambaye ameumizwa sana na kifo cha marehemu mume wake, lakini pia ni kwa namna gani amemkumbuka kwa yale mambo mazuri ambayo waliwahi kufanya kipindi wapo pamoja. Na tunaweza kusema kwa sasa hivi Mena anahitaji faraja kubwa zaidi katika familia, lakini pia kwa marafiki wa karibu, ili mradi tuendelee kurudi katika hali yake ya kawaida. Na ukiangalia sasa hivi ameanza kuimarika upya, kwani tangu msiba ilikuwa ni kipindi kigumu sana kwake na alipitia mambo mengi sana, lakini kwa mara ya kwanza ameweza kuzungumza baada tu ya tukio la msiba kupita na kufanikiwa kupumzisha mwili wa mpendo wake siku ya Alhamisi wiki iliyopita. Mena ameweza kuzungumza kuhusiana na yale ambayo yeye binafsi ameshindwa kuyasahau kwa marehemu MC Pilipili. Kwanza kabisa amewashukuru wale wote ambao walijitoa kwake kwa kipindi chote kumfariji, lakini pia kumtia moyo, lakini shukrani za dhati Mena ameweza kuzirudisha katika familia nzima ya marehemu MC Pilipili, kwani ile familia imekuwa ni familia ya kipekee sana kwake. Anakuambia kwani tangu afike Dodoma amepata mapokezi makubwa, lakini pia wamemtia moyo kwa asilimia kubwa. Wakawa wanamwambia usijali, mtoto atasoma, mtoto atafanya hivi. Mambo yalikuwa ni mazuri sana katika ile familia. Lakini kitu kingine cha kusikitisha sana ambacho huyu dada amezungumza, amedai kwamba imebaki kama kidonda moyoni mwake na hawezi kusahau, lakini pia anadai kitu ambacho kinaendelea kumuumiza zaidi akimwangalia mtoto wake. Ukiangalia mtoto wao ambaye alifanikiwa kumpata na marehemu MC Pilipili, bado ni binti mdogo, bado hajaelewa nini ambacho anatakiwa kukifanya. Sasa ukiangalia Cute Mena ameweza kuachiwa huyu mtoto, sasa hivi atamlea peke yake, lakini tunaweza kusema familia nzima itamsaidia na itamsupporti katika malezi ya huyu mtoto, ikiwemo shule, ikiwemo vitu vingine vya muhimu ambavyo huyu mtoto atahitaji. Basi familia ya marehemu MC Pilipili ipo tayari kumsaidia muda wowote mke wa marehemu Cute Mena, na hilo ameendelea kujivunia nalo. Ameona ni kwamba ile familia ni familia fulani hivi ambayo inamjua Mungu kwa asilimia kubwa sana. Na moja kati ya vitu ambavyo huyu dada amevizungumza, amedai anakumbuka namna ambavyo marehemu MC Pilipili alikuwa ni baba mzuri kwa mtoto wake. Anampenda sana mtoto wake licha ya changamoto zote ambazo walipitia katika ndoa yao, lakini anakuambia alisimama kama baba bora licha ya kwamba walikuwa wametofautiana, lakini mara kwa mara alikuwa akipiga simu kwamba naomba niongee na mtoto wangu, mambo kama hayo. Sasa ukiangalia ni baba mzuri, ni baba ambaye ni mfano wa kuigwa. Lakini pia kitu kingine ambacho amekizungumza cha msingi sana, anadai kwamba marehemu MC Pilipili mara nyingi sana alikuwa anapenda kumsisitiza kusali, kufanya maombi, kwenda kanisani Jumapili, yani ni jambo la muhimu sana. Anamwambia ibada ni kitu muhimu, basi ni jambo ambalo bado anaendelea kukumbuka na anazidi kutokwa na machozi. Na unaweza kuona hapo Cute Mena alishindwa kujizuia namna ambavyo alikuwa anamzungumzia marehemu mume wake MC Pilipili, namna ambavyo alikuwa mtu mwema, mtu ambaye anapenda dini, mtu ambaye anamtanguliza Mungu katika mambo yake, jambo ambalo Cute Mena anakuambia hawezi kulisahau na hawezi kabisa kufuta kumbukumbu ambazo walishazitengeneza na marehemu MC Pilipili. Kumbukumbu zilikuwa ni nyingi sana, lakini kitu cha kuhuzunisha zaidi ambacho Cute Mena alikizungumza, alidai kwamba kitu ambacho yeye kinaendelea kumuumiza ni kwamba marehemu MC Pilipili ameondoka bila hata kusameheana yeye pamoja na mume wake. Anakuambia
walitokea tofauti katika ndoa yao, lakini walipanga muda wa kuweza kusuluhisha, lakini ule muda haukutimia. Yani ni kwamba kifo kilimwahi marehemu MC Pilipili. Ikashindikana kabisa yeye pamoja na marehemu mume wake kuwekana sawa au kutatua lile tatizo ambalo lilikuwa katika ndoa yao, jambo ambalo bado linamuumiza sana Cute Mena, na kuona kwamba mwenzake ameenda kwa kinyongo, mwenzake ameenda bila kusameheana na yeye, ni kama vile anaendelea kumuumiza huko alipo, jambo ambalo anakuambia bado analijutia bado, lakini pia anaamini ipo siku atakaa sawa na ataendelea na mambo yake kama kawaida. Ukiangalia ni mwanamke mpambanaji na biashara zake, anatakiwa akae sawa, arudi katika biashara zake, lakini pia ukiangalia sasa hivi jukumu kubwa analo la kumlea mtoto wake, ana mambo mengi sana ya kufanya, lakini kubwa amewashukuru wale wote ambao wamejitoa, wasanii, mastaa kibao ambao wamejitokeza kwa ajili ya kuwa pamoja naye katika swala zima la mazishi. Basi ametoa shukrani zake za dhati kwa yeyote ambaye amehusika, basi anampa shukrani zake, lakini pia kitu kama hicho ambacho amezungumza familia ya marehemu MC Pilipili itaendelea kumsupport katika swala zima la mtoto mpaka mtoto atakapomaliza elimu yake ya chuo kikuu, jambo ambalo yeye amejivunia kwa asilimia kubwa sana kutoka katika familia ya marehemu MC Pilipili. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza, unalipi la kumwambia mke huyu wa marehemu MC Pilipili ambaye bado moyoni mwake kumejawa na majonzi? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, like and turn on notification.